ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Niko mbele zako miguuni mwako. Watazamaji na wasikilizaji wangu, na wasalimu kwa jina safi la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Pastor Elijah Gishovi Njeru, na ubiri na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya Mudhatari RCA, chini ya mchungaji mkuu Reverend Peter Njeru Munga kama mchungaji msaidizi. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu ya kukubali wito wetu, hata baada ya serikali yetu ya Kenya kutangaza ya kwamba tutasimamisha ibada za Jumapili, na tukawaeleza ya kwamba tutasimamisha na mtafanya ibada pale nyumbani, na mkakubali wito wetu. Mungu awabariki sana. Nawaletea mahubiri ya katikati ya wiki, maana tunahitaji neno la Mungu. Maana Biblia inaniambia kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na tunapolisikia linaweza badilisha mawazo yetu, linaweza badilisha hata na maisha yetu. Siku ya leo niwaambia kwamba jambo hili la kufanya ushirika nyumbani sio ngeni kwetu, kwa sababu kwa Biblia kuna watu waliofanya maushirika nyumbani kwao. Watu kama Epaphroditus walitetea injili sana, hata ingawa walipitia mambo ngumu. Watu kama Philemon wa Biblia waliohubiri injili sana wangali katika maboma zao. Watu kama Paul waliofanya injili hata wakiwa kwa gereza kwa ungumu mwingi. Baada ya kupitia mateso, injili bado iliendelea na ikapamba moto. So niwaambie nyinyi ni watu wazuri, muendelee kufanya ibada pale. Bwana anawapenda, atazidi kuwa pamoja nanyi. Na ninataka siku ya leo kueletea ujumbe ambao ni mzuri sana, na utakusaidia kujipeana kabisa katika nyumba ya Bwana. Na ujumbe huu nimeuandika being planted in the house of God. Being planted in the house of God, yani kupandwa katika nyumba ya Bwana. Ninapoongea kupandwa katika nyumba ya Bwana, atuangalii maushirika kama vile Full Gospel na makanisa mengine. Biblia inanikumbusha ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16 ya kwamba mimi ni hekalu la Bwana, ni ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu. Paulo alikuwa anawaambia wapendwa, anawaambia don't you know that you yourself you are God's temple and that the Spirit of God dwells in you. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sisi ni hekalu la Bwana. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo atakapokuwa anarudi hapa duniani atakujia kanisa lake lisilo na moa. Hii ni kumaanisha ya kwamba atanikujia mimi kama kanisa, atakukujia wewe kama kanisa, atakujia tu mijengo. Wewe ni kanisa la Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wacha nikusomee neno liko hapa katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wake wa 4. Biblia inasema hivi. Ni Daudi alikuwa analiandika hili neno akiwa katika hali ya kukaa katika nyumba ya Bwana, akiwa anatafakari kule Bwana alikomtoa alipokuwa mchanga. Akupendeka kwa baba yake Jese, wakubwa wake ndio walikubalika, lakini machoni pa Bwana, kumbe Bwana alikuwa amemchagua awe mfalme. Sasa baada ya kuwa mfalme na anatazama mambo yale ambayo amepitia, anaandika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 4, anasema ya kwamba one thing I ask from the Lord, ya kwamba neno moja natamani kutoka kwa Bwana.
Naweza kuwa nimetamani mambo mengi. Naweza kuwa nimetamani hekima. Naweza kuwa nimetamani kuwa mfalme. Lakini sasa jambo moja ninalolitamani mimi kama mtumishi wa Bwana. Jambo moja ninalolitamani. Praise the name of the living God. Hii ni wakati Daudi alikuwa amepata nafasi ya kuomba na kujiexpress mbele za Mungu. Anataka kuomba Mungu na anasema tu neno moja ninalolitamani ni hili. Ukiangalia kwa Biblia, you know what, nimesoma Biblia nikaona kuna watu kwa Biblia walioweza kuomba mambo ambayo sio ya kawaida. Watu kama Solomon alienda mbele za Bwana, kaulizwa unataka nini? Akaomba, Bwana, nataka unipe hekima. Nataka unipe hekima. Si kusema hakuwa na maadui angewaombea waishe. Si kusema ya kwamba hakuwa na jambo linamsonga, angetaka kuwa tajiri, angetaka kuwa na ufalme mzuri, apendeza dunia, lakini aliomba tu hekima. Bwana, nipe hekima niweze kuongoza watu hawa. Hakuomba kitu chake, aliomba kitu moja. One thing I ask from the Lord. Sasa mtumishi wa Mungu Daudi anaomba, anaambia Bwana, jambo moja ninalolitamani kwako ndilo hili, ya kwamba nitakaa katika nyumba yako siku zote za maisha yangu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wakristo wa leo, je, tungetamani kama huyu mtumishi wa Mungu ya kwamba tukae katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yetu? Hallelujah. Na anaendelea kusema ya kwamba nitazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Hiyo ni kumaanisha alipendezwa na kukaa tu katika hekalu la Bwana. Praise the name of the living God. Mimi kama hekalu la Bwana, Roho Mtakatifu anadumu ndani yangu. Roho Mtakatifu ndiye kuhani mkuu na mimi tu ni hekalu la Bwana. Ningetamani hili hekalu likae likiwa na huyu Roho Mtakatifu ambaye angeniongoza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ningetaka kukuletea point kama 2 ama 3 ambazo zinaweza kufaidi mtu ambaye amekaa katika nyumba ya Bwana. Yani benefits of being planted in the house of God. Benefits of being planted in the house of God. Faida za kuwa nimepandwa ama tumepandwa katika nyumba ya Bwana. Praise the name of the living God. Wakati tunaongea kuhusu kupandwa katika nyumba ya Bwana, atuangalii jambo la kuingia tu siku moja niondoke, jambo la kupitia tu niko na shida niondoke kwa sababu nimepata kile nilichotarajia. Siangalii jambo la kuingia tu niambie Bwana ni asante ulinibariki. Tunaangalia jambo la kupandwa tudumu pale, maana tumeitwa kudumu. Praise the name of the living God. Hallelujah. We are called to serve as we are planted in the house of God. Na jambo la kwanza ambalo linaweza kusaidia msikilizaji wangu na linisaidia mimi ni ya kwamba mtu ambaye amepandwa ndani ya nyumba ya Bwana anakuanga fruitful. They are always fruitful. They are always fruitful. Nimesoma kitabu cha Psalms 1:1 nikaona ya kwamba mti uliopandwa tu kando ya mto unazaa in and out of season. Unazaa wakati unaostahili. Unazaa wakati kuna ukame. Unazaa wakati kuna mvua. Huu mti haujui ukavu ni nini, maana uko mahali pale panapostahili. Uko katika chemichemi cha maji ambayo haiishi. Hallelujah. Na haya maji, msikilizaji wangu, na ningependa uyatambue, ni maji tu yanayotokana na Yesu Kristo anayoyaingiza ndani yetu na tusinyauke. Praise the name of the living God. Tunapoongea kuhusu being fruitful as the children of God,
It will depend on where we are planted. Nakumbuka maandiko katika kitabu cha Mathayo yanayozungumzia ya kwamba mpanzi alienda kupanda mbegu, zingine zikaanguka kwenye miiba, zingine zikaanguka kwenye mchanga, zingine zikaanguka kwenye mawe, zingine zikaanguka kwenye mchanga wenye rotuba. Vile vile zilivyoanguka, zingine hazikumea, zingine zilipomea zilichongwa na miiba, zingine iliyoanguka katika mchanga wa kawaida ilizaa mara 30, ingine ikazaa mara 60, ingine mara 80, ingine mara 100 kwa 100, kwa sababu it depended on the soil that the seed landed onto. Hallelujah. Ni maombi yangu ya kwamba siku ya leo tutaanguka kwenye mchanga mzuri, na mchanga huu ni nyumba ya Bwana na ni wewe, na utaenda kuzaa mazao mazuri, maana mapenzi ya Bwana ni mti unaozaa, katika jina la Yesu Kristo. Hebu nikusome kitabu cha Zaburi 92 mstari wa 13. Huenda nitumie kitabu cha Zaburi sana kwa mahubiri yangu, na Biblia yangu inaniambia kwamba that those who are planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God. Kiswahili nasema hivi: waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu, watastawi katika nyua za Mungu. How beautiful is this, that those who are planted in the house of God, they will flourish, they will flourish, they will flourish. Sikilizaji wangu, ni ombi langu na nitakuombea ya kwamba ukae umepandwa pale, na wewe utakaa ukitoa matunda mazuri, matunda ambayo atakayompendeza Bwana akiwa juu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukisoma mstari wake wa 14, wacha nikusomee kwa Kiingereza, inasema hivi: they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Kiswahili inasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee. My God, watazaa matunda hata wakati wa uzee. Praise the name of the living God. Mimi natamani hii ya kwamba hata katika uzee wangu nitakuwa ninatoa maneno ambayo yatakayofaidi watu, nitakuwa ninatoa maneno ya uzima, nitakuwa ninatoa maneno ya uponyaji. They will still bear fruits. Why? They are only planted. They are only planted in the house of God. Na kwa sababu ya hii watakaa wakiwa na utomvu, watakaa wakiwa na ubichi. They will ever be green in Jesus name. Kisoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5. Biblia yangu inanifahamisha ya kwamba Yesu ndiye alikuwa ananena. Ukisoma kutoka mstari wa 1 utaona vile alivyoelezea, lakini mimi nitasoma tu mstari wa 5. Biblia yangu inaniambia, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Ya kwamba mimi ndiye mzabibu na wewe ni tawi tu, na ukikaa ndani yangu na mimi nitakaa ndani yako, na wewe utazaa matunda, na sio matunda tu ya kawaida, ni matunda mazuri, ni matunda ya uzima, ni matunda ya upendo, ni matunda ya kuhurumia wengine wanaopitia katika hali ngumu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na Yesu anasema ya kwamba pasipo mimi hawezi kufanya jambo lolote. Hii ni kumaanisha kama Roho wa Mungu hayuko ndani ya kanisa lake, na ni wewe, hauwezi fanya lolote, na ni mimi siwezi lolote, kwa sababu he who is in you will manifest according to the fruit that you bear. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Je, mtu asiyekaa ndani ya Kristo ataweza kuzaaje? Biblia inaniambia kwamba ni kama
tawi lililojitenganisha na mti, tawi hili litakauka tu, na kazi yake ile itakuwa imebaki ni kuchukuliwa na liteketezwe, maana halina kazi lolote, haliwezi kustawi, haliwezi kuzaa. Haleluya! Lakini wale wako ndani ya Kristo watazaa matunda yaliyo mazuri, kwa sababu ndani yao kuna nani? Kuna Yesu Kristo, kuna Roho wa Mungu anayedumu ndani yao. Haleluya! Point number 2, kama faida inayosaidia mtu ambaye amepandwa ndani ya Kristo ni hii. Nimeandika hapa, there is security that a man requires. In other words, there is security for the Christians as they require security. Siku ya leo tunapoongelea mambo ya security all over the world, tunaona ya kwamba kuna janga limetokea na security imekuwa imeenda chini. Security hii wanadamu wanafikiria vile watakavyofanya wapate security ya madawa. Na nimekuja kutangaza hapa ya kwamba security ya mwanadamu ni ya muda. Security ya mwanadamu ni ya muda. Miaka tu michache imepita, tumekuwa na magonjwa mengine kama Ebola, ikapata vaccine. Leo tumepata coronavirus, bado wanaendelea kuchunguza nilipo atakalolifanya, lakini nimekuja kutangaza ya kwamba the security of our God is from Alpha to Omega. Tondo kile kanilo kiuga gakeni kiambere ya gidambui. Duga amen. Hallelujah. The security of God. Pokea ulinzi wa Bwana mahali ulipo. Magonjwa ya aina yoyote yatakupata, Bwana atakuwekea ukuta ambao maadui hawatakufikia, ambao maroho machafu yatakufikia, kwa sababu Bwana atakuweka mahali palipo pazuri. May the Lord keep you safe wherever you are, my listener. May the Lord hide you under his dwellings, that the enemy will not reach you, in Jesus' name. Hallelujah. He will set you upon the rock. Bwana asifiwe sana. He will set you upon the rock. Mtu ambaye amekanyanga jiwe juu ako na uwezo wa kuona mbali. Wale walio chini wanaweza shindwa kumuona. Bwana ndiye anavyosema ya kwamba atakuinua akuweke juu ya jiwe. Nikukusomea kitabu cha Psalms 27 and verses 5. Biblia yangu inasema hivi kwa Kiingereza: For in the day of trouble he will keep you. He will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of a sacred tent, and set me high upon the rock. And set me high upon the rock. And set me high upon the rock. Ninatangaza juu yako. Ninatangaza juu ya watu, juu ya dunia yote, wale wote watakao kubali kuwekwa ndani ya Bwana na waekae ndani ya Bwana. May the Lord keep you. May the Lord hide you under his shelter, under his dwelling. May he raise you upon the rock, that the enemy will not reach you. Why? Because you are unreachable. Tondo ngai eva mwanawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Mwisho nikiendelea kutamatisha, Yesu siku moja katika kitabu cha Mathayo 21 meenda katika hekalu lake, na nilikujulisha ya kwamba hekalu la Mungu ni mimi na wewe. Mjengo tu ni ule tumejenga kwa ushirika. Yesu anaweza kukutembelea kama hekalu lake, na alipotembelea hekalu lake akapata kuna vitu hazikufaa kuwepo pale, maana watu walikuwa wamebadilisha nyumba ya Bwana kuwa ni harakati zao za biashara. Biblia yangu inaniambia kwamba alizitupilia mbali biashara zao, akatupilia fedha zao, maana alisema ya kwamba wacha nyumba yangu iitwe nyumba ya maombi. Wacha nyumba yangu iitwe nyumba ya maombi. May my house be called the house of prayer. I have come to declare to you today that you are the temple of God, and whatever God is requiring for you from the temple is to be the house of prayer in the name of Jesus Christ. Watazamaji wangu, neno hili nataka tulichukulie ndani ya mioyo yetu. Ndani ya mioyo yetu tulifanyishe kazi, lilete utofauti ndani yetu.
lilete utofauti katika mataifa. Naye Bwana akiona hivyo, ataleta uponyaji katika kanisa lake, ataleta uponyaji kwa dunia yote, maana yeye tu ndiye ako na jawabu la dunia mzima. Maana Biblia inasema ya kwamba pasipo yeye Donald Trump hawezi, pasipo yeye our president hawezi, pasipo yeye makuhani wakuu hawawezi. We require security from above, the security of God, the security of God. Kumbuka mtumishi wa Mungu Elisha alipokutwa na watu, mjakazi wake alikuwa anamwambia kwamba ni wengi wanaokuja ni wengi. Kumbe kijakazi wake hakuwa amefunguka macho, akamwambia Elisha akamwambia kwamba walio upande wetu, walio upande wetu, walio upande wako ndugu yangu, dada yangu, walio upande wako dada yangu, walio upande wako baba yangu ni wengi kuliko maadui, ni wengi kuliko virus, ni wengi kuliko magonjwa. Maana yeye aliye ndani yako, yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ulimwengu huu. Haleluya, amen. Ningependa kufika hapo kwa leo, na ningependa tafadhali wiki hiyo uendelee kufikiria kuhusu hili neno, likaleta utofauti kwako, kwa jamii yako na watu wenu wote, katika jina la Yesu Kristo. Ningependa mahali ulipo tu chukue dakika moja nikuombee, ili ungali pale nyumbani uendelee kupata nguvu ndani ya Bwana. Father, I want to thank you. I want to thank you, God, for your word is true, that those who are planted in your house, they shall be fruitful. My listener will be fruitful. Those who will be planted in you will receive divine security. May my listener today receive divine security in the name of Jesus. May the world today, Lord, I pray, may it receive divine security after it confesses its sins and turning back to you. Thank you, Father. Keep us, watch over us, for you are greater God. For this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Tafadhali endelea kututazama kwenye mitandao ya kijamii, na ubarikiwe sana.